Kafara ya damu sehemu ya 7. Mtunzi anaitwa Hansi Marcelini. Mimi naitwa Felix Mwenda. Nambari zetu ni 0677 062 012. Simulizi hii unaweza kuipata yote katika YouTube channel yetu ya Simulizi Mix. Sehemu ya 6 tulisha pale ambapo nilikuwa nimelala, lakini kama nilikuwa naona kabisa kuna joka kubwa lilikuwa linaingia pale chumbani. Kilichoendelea, karibu sana. Hii ni sehemu ya 7. Yule joka mara baada ya kunifikia akajinyosha na kuwa sawa na mwili wangu. Yaani alikuwa amejilaza kitandani pale nilipokuwa nimelala mimi. Ukimya ukapita, lakini bado nilikuwa nahisi lile joka liko pale pale pembeni kitandani kwangu. Nilikuwa nahisi vile. Nilikuwa nahisi kabisa hali ile. Ubaridi katika upande ule lililopo lile joka ndio ukanijulisha kwamba joka lile lilikuwepo pembeni yangu. Lakini cha ajabu kile nilipokuwa najitahidi sana kukata usingizi, haikuweza kuwezekana. Mwili ulikuwa ni mzito sana. Wakati bado nikiwa katika hali hiyo, mara nikasikia kelele za wanafunzi wakizungumza huku akiwa wanazipiga hatua kuingia bwenini. Wanafunzi hao waliingia ndani ya chumba hicho nilichopo mimi nimelala. Bila shaka alikuwa ni mwenyekiti wa bweni pamoja na mashoga zake mara baada ya kutoka kula chakula. Nilikuwa nasikia kabisa wanakuja. Nilikuwa nasikia kabisa wanaingia kwenye chumba kile ambacho nilikuwa nimelala. Jamani, joka hilo. Nilisikia kauli ya mwanafunzi mmoja akizungumza kwa mshangao na kusababisha vurugu za viti kusikika kutokea katika chumba kile. Nilisikia vile wanazungumza. Niliweza kusikia vile. Yuko wapi? Mbona nao unapenda kututisha bwana? Jamani, si ule pale nyoka. Bina maana hamumuoni yule. Huyu si Aprili huyu jamani. Nilisikia sauti ya mwenyekiti akizungumza huko mikono yake ikiwa inanigusa. Ndipo nilikurupuka kutokea kwenye usingizi. Kitu cha kwanza kabisa kutazama mara baada ya kuamka nilikuwa ni joka lile pale kitandani, lakini hola, sikuweza kabisa kuliona lile joka pale ambapo nilikuwa nimelala. Si huyu Aprili jamani, unasema kwamba ni nyoka. Alafu we mambo yako kupenda kututisha tu, tutakuzingua ujue. Binti mwingine aliyoko chumbani mle alizungumza akiwa anamtazama yule aliyekuwa akidai kwamba kulikuwa na nyoka. Nikaunyanyua uso wangu na kuuelezea kitandani na kumtazama yule ambaye alikuwa anasemwa pale. Jamani, mimi nimeona nyoka kweli tena nimeona. Yuko wapi sasa? Baondole huyu Aprili amekuwa ni nyoka. Jamani, mwenzenu mpaka naogopa. Alizungumza vile yule binti huko akiwa anafungua mlango na kuelekea nje. Nami nikazipiga hatua kuelekea kule nje. Lengo lilikuwa ni kumfuata yule binti. Nikamwona akiwa anaelekea upande wa ndani ya chemba za bweni lile. Nilikuwa namfuata yule binti. Nilikuwa namfuata kule ambapo alikuwa anaelekea. Zuena. Nikamuita kwa jina lake. Akasimama. Akageuka. Nikamsogelea. Vipi? Poa. Hivi kweli ulimuona nyoka mle ndani wakati mimi nimelala? Ndio dada Aprili. Yaani nilimuona kabisa, lakini ghafla akapotea kwenye macho yangu. Nilikuwa nafananaje? Nikamtupia swali hilo huko nikiwa namtazama kwa umakini usoni mwake. Yaani dada Aprili mimi hadi naogopa. Alikuwa na rangi ya kumeremeta hivi ya weusi fulani, alafu ni mkubwa kweli. Nilibaki nimeduaa mara baada ya kupewa sifa za nyoka yule ambaye kwenye usingizi ule ambao kiuhalisia haukuwa usingizi niliweza kumuona pia. Nilitazama chini huko nikiwa najaribu kutafakari. Vipi kwani dada Aprili? Amekudhuru au? Akaniuliza swali hilo huko akiwa anatazama usoni. Hapana. Nikamjibu juu huko nikiwa nampita na kisha kuondoka. Nikazipiga hatua hadi kwenye chemba zangu. Sikumkuta mtu yoyote. Majirani zangu wote walikuwa wameshaondoka kujisomea. Nilitamani sana kujilaza, lakini nikawa naogopa. Nilikuwa naogopa kulala. Nilikuwa naogopa sana kulala, labda pengine huenda nitarudi kwenye ile ndoto ya kutisha. Niliingiwa na woga. Nikachukua daftari langu na kisha kuzianza hatua kuelekea darasani kujisomea. Nilifika katika darasa ambalo watu nasomea, lakini kutokana na kwamba nilikuta watu wachache, nikatoka
Nilizunguka kutafuta darasa lingine lililokuwa na wanafunzi wengi ili hata ule uoga usiwe karibu yangu. Nilikuwa natafuta watu wengi niweze kujiunga nao. Hatimaye niliweza kufanikiwa kulipata darasa moja. Nikaingia, nikatafuta sehemu ya kukaa, nikafungua daftari na kisha kuanza kusoma. Japo akili yangu ya kusoma haikuwepo kabisa, lakini nikajitahidi sana kuwepo darasani ili kupoteza hofu ambayo nilikuwa nayo katika moyo wangu. Nilikuwa nang'ata tu kucha wakati nikiendelea kujisomea. Nilikuwa nang'ata tu kucha, na hiyo ni mara zote ninapokuwa mwenyewe au mwenye msongo wa mawazo. Nilikuwa nang'ata tu kucha zangu, nikaacha. Mara usingizi ukaona ninyemelea, na kutokana na utulivu uliokuwemo nikajikutana nesa na kisha kuanza kusinzia. Nilianza kusinzia. Shoga, si ukalale tu bwanini, kwani umetumwa na kijiji uje usome au? Sauti ya mwanafunzi mwenzangu aliyokuwa amekatisha nilipokuwa nimekaa ikaweza kunishtua. Nilipoangaza macho yangu, niliweza kumuona mwanafunzi niliyokuwa nasoma naye darasa moja. Alikuwa ameniachia tabasamu kwa akiwa anazipiga hatua kuelekea nje. Nikaachia tabasamu, lakini bado usingizi ulikuwa usoni mwangu. Nikainamisha kichwa changu kwenye meza kuruhusu usingizi ule. Ilikuwa ni bora nilale pale kwenye watu wengi kuliko hata kwenda kulala bwenini ambako ningekuwa peke yangu. Niliweza kulala pale pale darasani. Aprili, sauti ya kiume ilipenya katika masikio yangu. Mara ya kwanza sikuweza kuitilia maanani, lakini iliporudia tena kuniita nikanyanyua uso wangu kutokea pale kwenye meza nilipokuwa nimekiinamisha kichwa changu awali. Huko nikiwa katika macho ya usingizi, nilikutana na kijana mweupe mbele yangu. Nikashtuka. Nikaangaza macho yangu nyuma yangu. Bado nikawaona wanafunzi wenzangu wakiwa wanaendelea na kujisomea. Ni wazi hawakumuona kabisa mwanaume yule aliyekuwa ameingia katika shule ile ya kike tena usiku. Nikageuza uso wangu kumtazama. Nilikuwa nashangaa tu kumuona mwanaume pale tena usiku, na shule ilikuwa ni shule ya wanawake peke yake. Alikuwa ameingiaje? Nilikuwa nashangaa. Niligandisha macho yangu katika vazi lake jeupe alilokuwa amelivaa katika mwili wake. Lilikuwa ni vazi jeupe haswa lenye kuumiza macho yangu kutokana na mwanga wa taa kugonga katika vazi hilo. Alikuwa anaachia tabasamu tu huku akiwa ananitazama. Kilichoendelea, karibu sana katika sehemu ya 8. Mimi naitwa Felix.